Assalamu alaikum. Wapendwa wanafamilia, mama yangu na bibi yangu Mama Sarungi, wapendwa viongozi wa dini, viongozi wa serikali, itifaki imezingatiwa. Ninasimama hapa kwa niaba ya Chama cha Wataalamu wa Afya ya Kinywa na Meno Tanzania, Tanzania Dental Association, kwa kifupi TDA, ambapo Mheshimiwa marehemu Profesa Philemon Mikol Sarungi alihudumu kama mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya wadhamini wa chama chetu mwaka 2015 mpaka mwaka 2023. Sisi kama wataalamu wa afya ya kinywa na meno Tanzania tunatoa pole sana, pamoja na mwenyekiti wetu wa bodi sasa hivi Mama Halima Mamuya. Tunatoa pole nyingi kwa familia, tunatoa pole kwa viongozi wa dini pamoja na jumuiya yote ya SDA pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupoteza mtu muhimu na aliyekuwa na mchango mkubwa sana kwenye taifa hili. Tumenufaika na mengi kutoka kwa marehemu profesa, kama walivyotangulia kusema walioleta rambirambi wa kwanza. Profesa kanuni yake ilikuwa ni moja tu, ujasiri na kufanya kazi. Kwa hiyo hata sisi katika tasnia ya afya ya kinywa na meno alitusisitiza sana hilo, na alisisitiza umoja. Wakati wote aliendelea kuwa anatushauri hata alipomaliza muda wake kama mwenyekiti wa bodi, lakini wakati mwingine alikuwa anatania tu, anasema hamjaniona siku nyingi, hebu njooni mnione. Kwa hiyo tunamuona, tunaongea naye mawili matatu, lakini pia tunapeana elimu pale, anatuelimisha na anatusisitiza muendelee kuelimisha watu kuhusu afya ya kinywa na meno kwa sababu wengi hawaijui. Kwa kweli tumekuwa tukifanya hivyo, tunamshukuru sana kwa maono hayo, tunamshukuru kwa maadili ambayo ameendelea kutusisitiza, na tunamshukuru kwa mchango wake mkubwa. Profesa amefundisha wengi, na mimi kupitia waliotangulia walimu wangu nimefaidika na elimu yake. Lakini pia baba yangu mzazi ni mwanafunzi mmojawapo wa marehemu Profesa Sarungi, na aliwahi kushiriki naye upasuaji mmoja baada ya kuwa tu amemaliza kusoma kuunganisha viungo. Hiyo ni habari ambayo naikumbuka sana kutoka kwa baba yangu, amekuwa akinishirikisha, na alisisitiza kwamba profesa alikuwa ni jasiri kweli kweli, lakini alifanya kazi kwa weledi. Basi ninatoa salamu za pole kwa familia na kwenu nyote. Tunamwombea profesa pumziko la amani, tutaenzi yale yote aliyotufundisha, lakini pia tutaendelea kuwa mfano katika jamii na katika sekta nzima ya afya. Nawashukuru sana na niwatakie maombolezo mema, tuweze kumpumzisha profesa salama na tuyaenzi yote aliyotufundisha. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana daktari, asante sana. Asante sana. Naomba sasa nimkaribishe mwakilishi kutoka hospitali ya